Haleluya, haleluya. Neema ya Kristo iwe nanyi nyote mnaosikiza ujumbe huu. Ni mwalimu wa Biblia Tanzania, mwalimu wa maaskofu wa injilisti na mashemasi. Leo najibu baadhi ya comment za Wasabato na madhehebu mengine. Wanapoongelea kwamba Yesu alikuwa ni msabato, Paulo alikuwa ni msabato, hivyo vitu tuviweke wazi. Mimi kwenye Biblia mpaka leo ninachojua ziko dini nne tu. Maana Yesu alikuwa dini ya Kiyahudi, Paulo alikuwa dini ya Kiyahudi. Paulo hakuwa msabato. Wala zile amri 10 na sheria na Torati zilikuwa sio za Wasabato. Zilikuwa ni dini ya Kiyahudi na madhehebu ya Mafarisayo na Wazalayo, wala sio ya Sabato. Maana Sabato imeanza 1900. Wala Paulo hakuwa msabato, hakuwa Mkatoliki, hakuwa Mlutheran, hakuwa Mpentekoste, hakuwa Mwanglikana. Bali alikuwa dini ya Kiyahudi na akaacha ile dini ya Kiyahudi akaanza kuwahubiria watu wamwamini Yesu, wayaache yale mafundisho waliokuwa wakifundishwa kwenye dini ya Kiyahudi. Sasa wewe, dini yako wewe kwenye Biblia iko wapi? Imani yako wewe ulionayo, ulioaminishwa na watumishi wako kwamba ni halali, kwenye Biblia iko wapi? Maana mtanukuu kabla ya kutoa haya majibu, hizi imani 4 zilizo ndani ya Biblia, ambao ni hizo dini 4. Dini ya Yesu ambayo ilikuwa ni akina Paulo, dini ya Kiyahudi, dini ya Mafarisayo na dini ya Wazalayo na dini ya Wakristo. Imani ya Wakristo, imani ya Wakristo ambao ndio dini 4 hizo. Ambayo Ukristo haujagawanyika. Wewe utakapojiita ni Mkristo, huna jina lingine la kuongezea hapo kwamba utakuwa Mkristo afu uitwe Mpentekoste. Kwamba utakuwa Mkristo afu uitwe Mkatoliki. Utakuwa Mkristo afu uitwe mshahidi wa Yehova. Utaitwa Mkristo afu ujiite sijui dhehebu gani. Hapana, Mkristo ni Mkristo tu, hana jina lingine. Maana anajifunza chini ya Biblia, anajifunza chini ya wanafunzi wa Yesu Kristo waliotuhubiria kwamba tumwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo tuwe wazi hapo, tusio wajanja, maana msingi ni mmoja tu, ni Yesu Kristo. Yaani mimi siwezi kufundisha leo waumini wangu leo au watu nao wafundisha leo wakulia wokovu wa muamini Yesu Kristo, alafu baadaye mimi nikiwa nimekufa waanzishe dhehebu, waliita dhehebu la Joseph. Alafu andika kanisa la Joseph. Joseph ni nani? Mimi ndo nilikufa msalabani. Watu wanabatizwa kwa jina langu. Na wahubiria watu wanaamini mimi au nahubiria watu wamwamini Yesu? Mimi nawaambia watu wamwamini Yesu, na kama nilikuwa sipo wataendelea kuhubiri wamwamini Yesu. Na wale niliowafundisha kama watakuwa hawapo, wale waliowahubiria habari za Yesu watabaki wanaendeleza hiyo imani katika Yesu Kristo. Lakini mimi nitakufa na habari zangu zitaisha, maana mimi ni muumini, ni mwanafunzi, ni mtumwa. Tuwe wazi, tusiwe waongo. Hebu tuangalie hapa. Yesu alikuwa ni Paulo alikuwa ni dhehebu gani? Maana Wasabato wamekuwa wakisema kwamba alikuwa msabato, kitu ambacho sio kweli. Ukisoma Galatia 1:13. Galatia 1:13, tuangalie je, Paulo alikuwa ni dhehebu gani? Halafu tuwaulize hawa Wasabato sasa, kama Paulo alikuwa ni dini ya Kiyahudi, dini ya Kisabato ilikuwa wapi kipindi hiyo? Maana wamechukua maandiko ambayo sio ya kwao na wanachukua vitu vingi ambavyo sio vya kwao, wanavitumia kwenye imani zao. Hebu tuangalie hapa katika Galatia 1:13. Inasema, maana mmesikia habari zangu, habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba nililiudhi kanisa la Mungu kupita kiasi, nikaliharibu. Mstari wa 14. Nami niliendelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi walio halimu zangu katika kabila yangu, nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zetu. Katika dini ya Kiyahudi. Paulo alikuwa ni dini ya Kiyahudi. Leo Wasabato wamedanganywa na wakadanganyiko na maandiko yako wazi. Alafu wanasema Paulo alikuwa ni msabato. Jamani, huu uongo umekaaje? Mbona umepitiliza? Hao watu mbona wamepitiliza kiasi hichi? Wanadanganya umma, wanadanganya watu wanaotakiwa kuokoka, wanadanganya ambao Yesu Kristo alikufa msalabani, alitufia msalabani kwa ajili ya kutuokoa na tumwamini yeye. Hakutuambia kwamba tuwe Wasabato, hakutuambia tuzishike amri 10, hakutusema tushike agano la kale, hakusema tushike Torati, bali alisema tumwamini yeye aliye chakula cha ukweli na uzima. Leo madhehebu mengi sana yanahubiri watu kuamini madhehebu yao kuliko kumwamini Yesu Kristo. Hicho ni kitu hatari sana. Na hicho kitawazuiliwa watu wengi sana wasijue kweli. Kitazuiliwa watu wengi sana wasiokoke, kitazuiliwa watu wengi sana wasijue Biblia. Kwa sababu badala kumhubiri Yesu Kristo wapate kuokoka na kuacha dhambi, wanahubiria dini zao na dhehebu zao kwamba ndio sahihi. Hicho kitu ni hatari sana.
na 99% iko hivyo. Hapo leo wengi wanatumia elimu ya kidunia. Elimu ya kidunia na Biblia tofauti. Elimu ya kidunia ni katika kutafuta hela, kufundisha watu elimu ya kidunia, sio katika ufalme. Ufalme, Biblia yenyewe hata kama ukisoma Biblia ina maelekezo yake na ina mwelekeo wake. Biblia haina mwelekeo wa elimu ya kidunia, tofauti. Inapinzana. Wewe jifunze, soma, elimu siache, soma, maana hutoweza kusoma Biblia usipoenda shule. Ukishajua kusoma itakusaidia, ndio utakusaidia kujua Biblia. Sio kwamba hiyo utaitumia hiyo elimu ya kidunia kuingiza katika Biblia, hicho kitu hakipo. Nani ana elimu ya kibiblia aliyekuwa anaijua Biblia ipasavyo? Elimu ya kidunia inatusaidia kwenye mambo mengine ya kidunia, lakini sio katika habari za neno, maana neno ina utaratibu wake na ina mwelekeo wake kwamba fanya hivi fanya hivi. Kwa kuna mambo unaweza kuyasoma katika elimu ya kidunia kwenye Biblia akakupiga chenga, yakakukataza kwamba hiki kitu usifanye. Na huko elimu ya kidunia mnakipigia upaumbele kwamba kifanyike. Haya, hiyo dini ya kwanza ambayo hiyo Galatia 1:13 mpaka 14. Paulo alikuwa ni dini ya Kiyahudi. Tuangalie dini nyingine. Maana tumesema dini kwenye Biblia ziko 4. Hizi dini zingine ni dini za mpinga Kristo. Zimeanzishwa kuanzia mwaka wa 70 kuja mbele. Na ndio maana dini nyingine zote na madhehebu mengine yote yalikataliwa. Yalikataliwa yote. Haya, tukija kuangalia dhehebu lingine tunaangalia katika Matendo ya Mitume 5:17. Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 5:17. Tuangalie dhehebu nyingine ni dhehebu gani? Tuiangalie hiyo. Matendo ya Mitume 5:17. Inasema Matendo ya Mitume 5:17 inasema, akaondoka kuhani mkuu na wote waliokuwa pamoja naye, hao ndio walio wa madhehebu ya Masadukayo, wamejaa wivu. Wakawakamata mitume wakawaweka ndani ya magereza. Umeona hapa madhehebu ya Masadukayo. Tunataka tupate dhehebu la Sabato. Tunataka tupate dhehebu la Pentekoste. Tunataka tupate dhehebu la Katoliki. Yalianzishwa wapi? Mbona inahalalishwa kuwa ndio wahusika wa Biblia wakati haiwataji? Na wanaposema wale, kwa hiyo wao ni Masadukayo, kwa hiyo wao ni Wayahudi, dini ya Kiyahudi. Jamani, tuwe wa kweli. Nishawahi kutoa wazo kwamba hizi dini zinapotosha watu. Kama hao walivyokuwa wanapotosha, wanajaa wivu, hawataki watu waamini Yesu Kristo. Na dini nayo ni hivyo hivyo. Wanataka uiamini dini kuliko kumwamini Yesu Kristo. Umeona? Dini madhehebu ya nini? Ya Masadukayo. Ukija katika Matendo ya Mitume tena 15:5. Matendo ya Mitume inasema, wakinijua sana tangu mwanzo, kama wakipenda kushuhudia ya kwamba nilikuwa Farisayo kwa kuifuata madhehebu ya dini yetu iliyo sahihi kabisa. Ukija hapa, wakaijua sana tangu mwanzo, kama wakipenda kushuhudia ya kwamba nilikuwa Farisayo kwa kuifuata madhehebu ya dini yetu iliyo sahihi kabisa. Madhehebu ya Mafarisayo. Leo dini yako iko wapi kwenye Biblia? Maana hapa tumeona dini zilizokuwepo ilikuwa ni dini ya Mafarisayo, dini ya Kiyahudi. Hizo tatu. Hizo mbili. Leo dini ya Kisabato ni ipi kwenye Biblia? Mnaposema kwamba Paulo alikuwa msabato, Yesu alikuwa msabato, mbona hapa hamna? Huo ndio uongo tunaozungumzia kwamba ni uongo uliopindukia. Tukija katika sisi wa Kristo sasa, kwamba imani yetu sisi ni wapi? Maana ilianza kwenye Matendo ya Mitume 13, inajulikana hiyo. Inajulikana. Kwa hiyo ukija kuangalia hapa Yesu anatuambia mwenyewe. Ukija kusoma hapa kwenye ile Marko 10, ile Marko 9:41, Yesu mwenyewe ameistaja hiyo. Halafu tukija kuangalia kwenye Galatia 3 mstari wa 27, inatuambia hapa kwamba tutakuwa wakina nani? 27. Yesu alisema pale kwenye ile Marko 9:41. Tukija kuangalia kwa sisi watu wa mataifa, anasema Galatia 3:27, maana ninyi nyote mliobatizwa katika Kristo mmemvaa Kristo. Hapana Myahudi wala Myunani, hapana mtumwa wala huru, hapana mume wala mtu mke, maana ninyi nyote mmekuwa mmoja katika Kristo Yesu.
Na kama ninyi ni Wakristo, mmekuwa mzao wa Ibrahimu, uzao wa Ibrahimu na walisi sawasawa na ile ahadi. Kwa hiyo sisi ni nini? Ni Wakristo. Hakuna Wasabato wametajwa, hakuna Wapentekoste wametajwa, hakuna Wakatoliki wametajwa, bali wametajwa Wakristo. Imani katika Yesu Kristo ambao ndio sisi. Yeyote ambaye anahubiri habari za Yesu Kristo hana budi kuyapokea mafundisho yenye uzima ya Yesu Kristo na kumwamini yeye peke yake, sio kuiamini dhehebu, dini. Dini ni hatari katika maisha yetu tunayoishi hapa duniani. Dini inachokitaka wewe ni sadaka yako. Dini inachokitaka wewe ni wewe kukutawala na familia yako na ukoo wako, mkiwa kwenye hiyo dhehebu. Zaidi inatakuwa umjue Yesu Kristo, ubatizwe katika jina la Yesu Kristo, ubatizwe maji mengi, umwamini Yesu Kristo, upate ondoleo la dhambi na uishi maisha matakatifu maisha yako yote yaliyobaki kwa kuishi hapa duniani. Jamani, nawapendeni. Ni Yesu Kristo tu kwa neema yake ndio inayofanya tuhubiri na kuonya na kukaripia. Kwa neema tu ya Yesu Kristo. Wote na watumainia ya kwamba muwe wa Kristo na wote muokoke, mbatizwe katika jina la Yesu Kristo tu. Na muamini Yesu na mwache dhambi na muishi maisha matakatifu. Na moyo watakatifu, mjiunge na kusanyiko la watakatifu wale wamuitao Bwana kwa moyo safi. Ili sasa Yesu ajivunie watu waliopo duniani kwamba wanamtafuta na kumwabudu na kumtukuza. Kumwabudu katika kutenda matendo mema, kumwabudu katika kutoa sadaka, kumwabudu katika kushirikiana na watakatifu, kumwabudu katika kusaidiana. Hiyo ndio ibada yenye maana. Hakuna kinachozidi hicho. Hakuna. Ni mwalimu wa Biblia na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Endelea kujifunza, subscribe, comment ili wafikie hao. Ili unapo comment uweze kupata unachotaka kukijua, uweze kukijua. Kwa hiyo inakujenga na wewe pia unapouliza maswali. Asanteni.